Ikulu ya Tanzania imebaki mahame baada ya Samia Suluhu kutoroka. Hii ni baada ya Chadema kumwendea kwa kishindo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Siasa za Tanzania zimeingia katika hatua mpya ya mvutano baada ya chama kikuu cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kumwandikia katibu mkuu wa United Nations Antonio Guterres kikielezea kile kinachodai kuwa ni mgogoro mkubwa wa kisiasa unaohusisha ukandamizaji wa maandamano ya raia, madai ya mauaji ya maelfu ya watu pamoja na kukamatwa kwa kiongozi wao mkuu kwa jina Tundu Antipas Lissu. Barua hiyo iliyotumwa Machi tarehe 12 mwaka huu imeibua mjadala mzito kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania, huku Chadema ikidai kuwa hali ya kisiasa nchini humo imefikia hatua inayohitaji uchunguzi wa kimataifa. Katika mawasiliano hayo rasmi, Chadema ilithibitisha kukutana na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya Umoja wa Afrika kwa jina Parfait Onanga-Nyanga, na katika mkutano uliofanyika Dar es Salaam tarehe 10 Machi mwaka huu, ujumbe wa chama hicho uliongozwa na katibu mkuu wake John Munyika pamoja na mwanasheria mkuu wa chama Rugemeleza Nshala, na mazungumzo haya yalilenga kutoa taarifa kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania na kile upinzani unachodai kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliofuata uchaguzi wenye utata. Chadema ilidai kuwa kuanzia tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 vikosi vya usalama vilitumwa kukabiliana na maandamano ya wananchi waliokuwa wakipinga kile kilichotajwa kuwa ni mchakato wa uchaguzi uliokuwa umevurugwa. Kwa mujibu wa taarifa ambazo chama hicho kinadai zimekusanywa kutoka vyanzo vinavyoaminika, zaidi ya raia 2000 waliuawa katika tukio hilo, huku maelfu wengine wakijeruhiwa vibaya. Madai haya ambayo hayajathibitishwa rasmi na serikali yameibua taharuki kubwa katika mdahalo wa kisiasa na haki za binadamu. Na katika barua hiyo kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Chadema pia ilieleza madai ya kutisha kuhusu juhudi za kuficha ukubwa wa vifo hivyo. Kwa mujibu wa madai yaliyowasilishwa kwa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, baadhi ya miili ya wahanga ilizikwa katika makaburi ya pamoja, huku mingine ikidaiwa kuharibiwa kupitia michakato ya viwandani, ikiwemo kuchomwa au kusagwa katika viwanda vya saruji ili kufuta ushahidi wa tukio hilo. Madai haya yamewasilishwa kama sababu kuu ya kuitaka jamii ya kimataifa kuanzisha uchunguzi huru. Mgogoro huo pia umechangiwa na kesi na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anazuiliwa katika gereza la usalama wa juu la Ukonga. Kiongozi huyo wa upinzani anakabiliwa na mashtaka ya uhaini ambayo chama chake kinadai ni ya kisiasa na yanayobuniwa kumdhoofisha kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chadema, Lissu anashikiliwa chini ya mazingira magumu, ikiwa ni pamoja na kutengwa kwa muda mrefu, vizuizi vikali vya wageni na ufuatiliaji wa kamera muda wote. Katika hoja iliyolenga kuvutia hisia za kimataifa, Chadema ilifananisha mazingira ya kizuizini ya Lissu na yale aliyopitia mwanaharakati mashuhuri wa kupinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini Nelson Mandela wakati wa kifungo chake cha muda mrefu. Ingawa kulinganisha huku ni sehemu ya hoja ya kisiasa na kunalenga kuonyesha uzito wa madai ya ukandamizaji wa kisiasa nchini Tanzania. Barua hiyo pia ilieleza kwa matatizo ya uchaguzi nchini Tanzania si jambo jipya, na kwa mujibu wa Chadema, tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, chaguzi kadhaa zimekuwa zikikumbwa na tuhuma za udanganyifu na upendeleo, na chama hicho kinadai kuwa chaguzi za mwaka 1995 hadi mwaka 2015 zilikuwa na dosari nyingi, huku zile za mwaka 2019, 2020, 2024, 2025 zikielezwa kuwa hazikuwa chaguzi za kweli bali mazoezi ya kisiasa yaliyokosa uwazi na uhalali. Kauli hizi zimeongeza joto katika mjadala wa taifa wa muda mrefu kati ya upinzani wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, ambacho kimeongoza Tanzania tangu uhuru.
Kwa miaka mingi CCM imekuwa ikitetea rekodi yake ya kisiasa, ikisisitiza kuwa nchi imeendelea kuwa na utulivu wa mifumo ya uchaguzi inayotambuliwa kikatiba. Hata hivyo, vyama vya upinzani vimekuwa vikidai kuwa mfumo huo hauwapi nafasi sawa ya kushindana. Katika barua hiyo kwa Umoja wa Mataifa, Chadema ilielekeza lawama moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Chama hicho kilidai kuwa serikali ndiyo iliyohusika na matumizi ya nguvu dhidi ya raia waliokuwa wakidai uchaguzi huru na wa haki. Na madai hayo yanakuja katika kipindi ambacho serikali ya Tanzania ama ya Samia imekuwa ikijaribu kujijenga kimataifa kama serikali inayofungua nafasi za kisiasa baada ya kipindi kigumu cha kisiasa kilichotangulia. Na katika miaka hivi karibuni, uhusiano kati ya Chadema na serikali umekuwa ukipitia misukosuko kadhaa. Chama hicho kimekuwa kikidai kukumbwa na vikwazo vya kisiasa, ikiwemo kukamatwa kwa viongozi wake, kuzuiwa kwa shughuli za kisiasa na migogoro ya kisheria inayohusisha uongozi wa chama. Barua hiyo ya Umoja wa Mataifa ilieleza kuwa serikali imechukua hatua kadhaa zinazodaiwa kulenga kudhoofisha chama hicho, ikiwa ni pamoja na kutotambua baadhi ya viongozi wake pamoja na kusitisha ruzuku za chama. Hali hii inaonyesha wazi mapambano ya nguvu ndani ya siasa za Tanzania, na kwa upande mmoja CCM inaendelea kuwa chama chenye nguvu kubwa katika taasisi za dola na mfumo wa uchaguzi. Kwa upande mwingine, Chadema imekuwa ikijaribu kujijenga kama sauti kuu ya upinzani, hasa baada ya kuongezeka kwa maarufu ya viongozi wake katika majukwaa ya kisiasa. Madai yaliyotolewa katika barua hiyo yanaweza pia kuwa na athari kubwa katika uhusiano wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa. Umoja wa Mataifa mara nyingi hujihusisha katika masuala ya kisiasa pale ambapo kuna madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu au migogoro inayoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Hata hivyo, uingiliaji huo mara nyingi hutegemea ushahidi wa kina na makubaliano ya kimataifa. Kwa Tanzania ambayo kwa muda mrefu imejijengea taswira ya taifa lenye utulivu wa kisiasa barani Afrika, madai kama haya yanaweza kuathiri picha yake ya kidiplomasia, na serikali imekuwa ikijaribu kuvutia uwekezaji wa kimataifa na kukuza ushirikiano wa kiuchumi, ni jambo ambalo linaweza kuathiriwa na mijadala kuhusu haki za binadamu na utawala wa sheria. Kwa upande wa siasa za ndani, swala hili linaweza kuwa na athari kubwa katika mustakabali wa upinzani nchini, na kukamatwa kwa Lissu na madai ya kukandamizwa kwa Chadema yanaweza kuongeza huruma ya kisiasa kwa chama hicho miongoni mwa wafuasi wake. Wakati huo huo, serikali inaweza kuona hatua hizo kama sehemu ya kulinda usalama wa taifa na utulivu wa kisiasa. Historia ya siasa za Tanzania inaonyesha kuwa mvutano kati ya chama tawala na upinzani si jambo jipya, na tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mapema miaka ya 90, vyama vya upinzani vimekuwa vikidai mageuzi makubwa ya mfumo wa uchaguzi, huku serikali ikisisitiza kuwa mageuzi hayo yanapaswa kufanywa kwa njia ya taratibu za kikatiba. Katika muktadha huo, barua ya Chadema kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa inaweza kuonekana kama hatua ya kisiasa inayolenga kuvuta uangalizi wa kimataifa katika mgogoro wa ndani. Hatua hiyo pia inaonyesha kuwa mapambano ya kisiasa nchini Tanzania sasa yanavuka mipaka ya ndani na kuingia katika majukwaa ya kimataifa. Kwa sasa macho mengi yanaelekezwa katika hatua ambazo Umoja wa Mataifa au jumuiya ya kimataifa inaweza kuchukua baada ya kupokea taarifa hizo. Wakati baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa shinikizo la kimataifa linaweza kuleta mabadiliko, wengine wanaona kuwa suluhisho la kudumu lazima litokane na mazungumzo ya ndani kati ya wadau wa kisiasa nchini Tanzania. Hatimaye, swala hili linaibua swali kubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Ikiwa madai ya Chadema yatapata uzito katika majukwaa ya kimataifa, yanaweza kuongeza shinikizo kwa serikali kufanya mageuzi ya kisiasa na uchaguzi. Lakini ikiwa serikali inaweza kujitetea na kudumisha uhalali wake kisiasa, upinzani unaweza kujikuta ukipambana na mfumo wenye nguvu zaidi. Kwa hivyo mgogoro huu hauhusu tu madai ya tukio moja au kiongozi mmoja wa kisiasa, ni sehemu ya mapambano makubwa ya kisiasa kuhusu mwelekeo wa demokrasia, usawa wa kisiasa na uhalali wa mamlaka nchini Tanzania.
Na katika kipindi ambacho siasa za Afrika Mashariki zinabadilika kwa kasi, jinsi suala hili linavyoshughulikiwa linaweza kuwa na athari si tu kwa Tanzania bali pia kwa siasa za ukanda mzima. Mwisho wa mjadala huu unategemea hatua zitakazochukuliwa katika miezi ijayo. Ikiwa uchunguzi wa kimataifa utaanzishwa, unaweza kuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya serikali na upinzani, hali ambayo itaathiri siasa, utawala wa imani ya wananchi katika taasisi za kidemokrasia. Ni hayo tuliokuandalia kuhusiana na ujumbe wa Chadema ambao umemtikisa vibaya Samia Suluhu nchini Tanzania, huku akilalamika kuhusu upendeleo ambao umefanywa na yule jamaa ambaye aliletwa kuwakilisha UN. Na kwa hivyo hayo ndio tumekuandalia siku hii, na ikiwa unataka kuyapokea mengine zaidi, zidi kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Vile vile gonga alama ya kengele ndipo upokee taarifa hizi pindi tu tunapozileta kwa kupata notifications kwa simu yako. Jina langu ni Edwin Mukaya.